Na mtazamaji, karibu moja kwa moja tuingie maskani, tuangalie swala muhimu sana la afya, maana ndio sababu tuleta hichi kipindi ili kawaida kupata kujua waliotukwa majukumu wanafanya vitu gani, wamepiga hatua gani, changamoto ziko wapi. Na kama ndio mwanzo ungana nasi, ni wakaribishe tena tu hapa studioni. Aliye karibu na mimi ni daktari ambaye ni ndugu yangu Tom Nyakaba, ambaye ni afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Nairobi. Karibu sana katika studio zetu za Sema na Citizen. Kando yake ni mbunge kutoka eneo bunge la Samburu, ambaye pia vile vile yupo katika kamati ya afya ya bunge, dada yetu Pauline Lenguris. Pia vile vile karibu sana mheshimiwa katika studio zetu. Kakangu Daktari Patrick Nyaga, ambaye jina lake najua limekuwa midomoni mwa wengi. Kuna wengi wamesema Rashidi muite daktari tupate kujua hali halisi, tuangalie suluhisho linapatikana vipi, tujue ukweli kutoka kwao. Na nashukuru daktari kwa mmeweza kuitikia mwito wa kufika kuwakilisha kaunti ya Kiambu, ambaye afisa mkuu wa afya kaunti hiyo. Asante sana kwa ujio wako. Na pia vile vile muda mchache kutoka sasa tutakuwa tunamkaribisha Daktari Dennis Miskela, ambaye naye ni naibu katibu mkuu KMPDU, ambaye atakuwa anaingia studioni. Mtazamaji, hata wewe una fursa ya kuweza kuchangia, ima kwa ujumbe mfupi, una fursa ya kwenda katika mitandao ya kijamii pia vile vile ukachangia. Na sio tu Kiambu peke yake, tutaizungumzia Kiambu kwa sababu kuna masuala mengi ambayo yameweza kuzunguka, lakini pia vile vile tutaenda kuangazia mambo ya afya katika kaunti nyinginezo. Pia wa Nairobi watatupa maelezo yao, na pia vile vile maripota kutoka sehemu tofauti nao walikadhalika wataweza kutueleza kuhusiana na baadhi ya mambo ambavyo wanaendelea katika kaunti tofauti tofauti. Kwa hiyo ni fursa ya kuijua hii afya ilivyo, ukweli ni upi, changamoto ni zipi. Ndio baadhi ya masuala ambayo itakuwa tunayapa kipaumbele muda wote kutoka sasa. Kwa hiyo ni kusema asante kwa waliofika studioni, na asante pia vile kwa kuweza kusubiri ili swala muhimu sana. Lakini ni kusema la ukweli kwamba ingekuwa bora zaidi kama tungeweza kuanza na ndugu yangu Daktari Patrick Nyaga, lakini kwanza niweze kumkaribisha Dr. Dennis Miskela studioni. Asante kwa kufika. Asante. Lakini tuje kwa Daktari Patrick. Asante. Takriban mwezi wa 3 na kuendelea, shughuli kule za afya kidogo zimeyumba katika masuala madaktari. Hatutaki kusikia kutoka kwa mtu wa kando, ndio maana tumekuleta hapa studioni. Mgomo ule upo, na kama upo kimtazamo wako umechangiwa na nini? Tukianza na hapo. Asante sana Rashid, and asante sana kwa kutuita hapa katika studio tuweze kuelezea wananchi ile maneno ambayo inaendelea. Kwa kweli ni kwamba kama vile umesema, kumekuwa na taswishi hapa na pale na ndugu yangu hapa KMPDU. Lakini mgomo wenyewe walianza tarehe 26 mwezi wa 5. Na kulingana na ile ilani walikuwa wametoa kutoka tarehe 27, waliambia madaktari wote kutoka Kiambu watoke kwa mahospitali. Na wakati huo tulikuwa katika harakati za kuongea na wao. Tumekuwa mazungumzoni na KMPDU miaka mingi sana. Hata kabla ya hawa maafisa ambao wako katika ofisi saa hii waingie, sisi tulikuwa bado tuongea na KMPDU. Tumefanya mambo mingi sana na KMPDU, haswa wale maafisa wameshapita. Na pia hata hawa tumefanya kazi mingi sana na wao. Nakumbuka kwamba kutoka wakati huo wa tarehe 27 tulikuwa na mambo mawili. Kwanza ilikuwa ni msimu wa magonjwa ya homa na pumu. Ile wakati wa baridi ile kule Kiambu. Kwa hivyo kutoka kwa hospitali wakati huo ni kama kuachilia watu wakufe. So tukawaambia, tafadhalini watu wetu, tuendelea na mazungumzo, matibabu ikiendelea. Wakasema hapana, sisi madaktari hatuongei tena. Wakatoka. Sasa pale tukakuwa katika ile mwendo wa kuangalia sasa ni gani, ni kukimbiza madaktari huko nje kwa barabara ama ni kuangalia wagonjwa wenye wako kwa ward. Tukafanya mpango. Pale mbeleni, nikirudi nyuma kidogo ili muweze kuelewa. Nahitaji chukua muda wako, maana nataka tulielewe ili swali. Pale nyuma mwaka uliopita
mwaka wa 2024 kulikuwa na mgomo wa kitaifa wa madaktari ambao ulikuwa umeitishwa na KMPDU. Huyo mgomo ukakuwa na mazungumzo. Ile mazungumzo ilikuwa katikati ya Ministry of Health, wizara pale juu, COG, ile kongomano la magavana, na particularly kuna county zenye walikuwa name hapo, Kirinyaga, Laikipia, walikuwa na mashida nao. Katika ile mgomo, Kiambu haikuwa na taswishi. Kwa hivyo ukiangalia ile return to work formula walikuwa wameandika pale, uangalie hizo page zote 10. Hakuna jina Kiambu. Ati Kiambu ifanye hii, Kiambu ifanye ile. Sababu ile wakati hakukuwa na taswishi na kaunti ya Kiambu. Tulikuwa tunaendelea vizuri. Nakumbuka hata walipomaliza mgomo, ile wakati tukawaita wale viongozi wa KMPDU pale, tukawaambia najua kuna mgomo wa national, kuna mambo ambayo hatuwezi suluhisha kama sisi Kiambu, lakini tunawaambia mkichukua ile mgomo huko, tafadhali Kiambu endeleeni na kazi, ila mtasikizana huko, sisi tutatimiza. Lakini bado wakasema in solidarity, wakatoa madaktari Kiambu. Wote wakaenda mgomo. Walipomaliza hiyo mgomo, wakakuja tena. Tukaketi mikutano 3. Tukakubaliana ile maneno ambayo wamekubaliana huko, maneno ya promotion, maneno ya kuhaya ama kuajiri madaktari wengi, maneno ya nini tutafanya. Tukapeana mikutano 3 mwezi ya 6 na mwezi ya 7 mwaka uliopita. Tarehe 31 Julai 2024. Tulikuwa na hawa viongozi wale wa pale Central Branch, tulikuwa nao kwa ofisi ya gavana mkuu. Tukasikizana, tupewe siku 60 tutimiza hii maneno yote. Na tukutane tena tarehe 30 mwezi wa 9. Hiyo mwaka tuwe tumemaliza hii maneno. Kila kitu. Sasa angalia hapa Rashid. Tarehe 24 mwezi wa 8, kabla ya ile mkutano ingine, tukiendelea kujiandaa na kuorganize budget, wakaambia daktari wote watoke kwa hospitali. KMPDU akatoa. Saa hiyo hata hakukuwa na ilani. Hakukuwa, tuliamkia kwamba wagonjwa wako kwa ward na madaktari hawakuji. Kutoka hapo tarehe 10 siku 10 baadaye nurses waka-complain. Wakasema sasa tuwezi endelea na wagonjwa bila madaktari. Na wao wakatoka siku 10 baadaye. Sasa tukaitana tena kama serikali. Tukasema hii maneno sasa imeanza kukua mingi. Katika hiyo mpango tulikuwa na laini 3. Makubaliano mara 3. Moja ni ya kupromote wenye wako ndani ya. Kumbuka wakati wakifanya mkutano mwezi wa 3, sisi tumesha promote watu mwezi wa 5, mwezi wa 7 2023. Miezi 5 baadaye kaunti zingine na ministry walikuwa na shida na promotion. Wameenda mgomo. Sisi tumepromote Julai. So kwa ile mgomo hatukuwa na shida ya promotion. Ile shida tuko nayo ni kutoka hapa kwenda mbele. Tukasema sasa mwezi 2024 tumeshapanga mpango, tuna promote watu 23, tuna promote watu 25, tuna promote watu 27. Sababu ni mambo ya budget. Sawa. Sasa wameshatoka sasa mwezi wa 9. Tukasema sasa ile mpango ya pili ya pati ya promotion ilikuwa kuhaya. Kwa promotion mshamalizana nayo? Yes. Promotion tumemalizana nayo. Sasa tumebaki hii cycle ya 25. Unaona sasa hii mambo ilianza 23, tushafika 25 sasa. Hiyo ndio promotion tunafanya sasa. Kuna swali moja nataka kuuliza, maana unavyojieleza kuna maswali mawili tu kabla niweze kuwapa na nafasi wenzangu. Kile ambacho KMPDU, maana kwa kile ambacho KMPDU kiliwafanya wakawaambia hawa madaktari sasa waende nyumbani, kile ambacho wanataka kifanywe ndio madaktari warudi kazini. Ni nini kile ambacho wamesema nyinyi endeni nyumbani, kama kaunti haifanye hivi msirudi? Ni nini hasa katika ile, either ni barua ama ni kwa matamshi? Kabla tuende kwa Miskela, wewe tuambie ni nini ambacho nasema ile wakati waligoma in solidarity.
Sisi hatukuwa na kitu yoyote kwa meza ya kusema mkifanya hivi tutagoma. Na huu wakati huu wameleta mambo 10 ambayo sasa imeunganishwa hii mambo yote, wakaweka kwa meza, kasema mfanye hii ama tugome. Walitupatia siku 14 tufanye hiyo mambo 10 ama wagome. Na ikawa ngumu nyiko. Kuna lolote ambalo mlilifanya katika mambo 10? Sasa sikiza Rashid, nikuelezee. Tukawaambia hii mambo ni ya mazungumzo, kujeni tuangalie hii mambo yenu 10. Tumeketi mara 12. Tumekubaliana kila kitu ya hiyo maneno kwa hapo, kwa hiyo mambo 10. Hii tutafanya hii tutafanya hii tutafanya hii tutafanya. Tumekubaliana. Tumefika kiwango za kuweka sahihi. Katika hiyo mazungumzo wamekimbia kotini mara 3. Wanaona mazungumzo pengine haijaingia vile tulikuwa tunataka. Wamekimbia kotini mara 3. Tumepewa court order mara 3. Sasa hii imetatiza kuendelea na mazungumzo juu ya mambo. Ikishaenda kotini sasa iko na story nyingine pale, lazima uheshimu koti, utafute. Sasa katika hiyo hali ya kuendelea na koti, tukaenda pia kotini. Sisi tulienda kotini wakati walitoa ilani ya mgomo kwa siku 14 ambayo hatuwezi. Tukaenda kotini tukasema tafadhali waambie wasigome ili service hiyo inaendelea tukizungumza. Koti kasema hii maneno tutasikiza, kila mtu saidi yake. Ikakuwa ni kama wamepewa ruhusa kuendelea mgomo. Tukaheshimu hiyo, wakaendelea mgomo. Sasa katika mazungumzo yetu ya Julai 2024 tulikuwa tumekubaliana kipengele kingine ya kuandika na kuajiri na kuongeza namba ya madaktari. Sasa tukarudia ile mpango ya kuendelea kuajiri madaktari. Na katika hiyo hali ya kuajiri madaktari, tumeajiri madaktari wengi sana. Tumeajiri madaktari karibu 100 na wako ndani ya hospitali saa hii tukiongea. Wakati wameita hii mgomo, kuna madaktari wenye walisikiza hiyo story wakasema yenyewe hapa wagonjwa kwanza, wakarudi kazini. Wale wako kazini. Naam, ndio maana nitakuuliza swali moja kabla niwalete wengine, ndio kidogo maana umeweza kufanua sasa, niwalete wachangie. Kuna swali nataka kuuliza. Unapokaa hapa kama afisa mkuu wa afya Kiambu, unaweza thibitisha kwamba ni ukweli hospitali za Kiambu za umma hakuna madaktari? Hatuwezi thibitisha kwamba hakuna madaktari. Madaktari wako, lakini hawafanyi kazi. Wanafanya kazi. Kuna madaktari wako kwa mgomo kulingana na ile mgomo kama kuna makundi mawili. Kuna makundi mawili. Kama thuluthi 2 wako kazini, thuluthi 1 wako nje nyumbani. So walio nje ni wachache. Walio nje ndio wachache. Walio ndani ndio wengi. Sababu walio ndani pia ni group 2. Kuna group yenye tumepea kazi sahihi. Na kuna group yenye walikuwa kazini mbeleni. Najua nataka kwenda, lakini swali lako la pili imenifanya mtaniwea kiradhi kidogo tuweze kupata. Na kama walio ndani ni wengi, mbona watu wameweza kuona madai ya watu kupoteza maisha? Sasa hapo ndio maneno. Sababu kama kweli hospitali zina watu, nitakupa baadhi ya sauti tutazipata katika watu wana familia ambao wanakiri kwamba walipoteza watoto wao wachanga. Zilikuwa pale ndani. Na hapo unasema kwamba thuluthi 1 tu iko nje. Kama thuluthi 1 iko nje, ukilinganisha na idadi ya madai ya watoto wachanga waliopoteza maisha yao, inaibua maswali. Kuna shida nyingine tofauti? Kama wewe afisa mkuu wa afya, haya madai haya unakiri kwamba kweli palipatikana vifo vya watoto wachanga hata kama sio vingi, ama kimtazamo wako yale ambayo yanazungumziwa sio ya ukweli katika kaunti ya Kiambu? Katika ile mambo inazungumziwa saa hii, kuna ukweli ndani kidogo, kuna uongo mingi. Nipe ule ukweli, tupe ukweli. Uongo wacha, tupe ukweli. Ukweli ya kwanza ni kwamba tuko na wagonjwa kwa hospitali. Ukweli wa pili ni kwamba wanatibiwa. Hata hizo clip kiplay tutasikiza. Watasema niliona daktari. Akaniambia. Niliona daktari. Nikagojea. Kuna daktari pale ndani. Sasa ile iko katika matokeo ya hospitali. Kazi ya hospitali mahali popote ulimwenguni, sio Kiambu peke yake. Kunaweza kuwa na matukio 3. Wewe ukiingia pale kama mgonjwa. Ya kwanza unaweza tibiwa upone uende nyumbani. Na katika hiyo group
Tuko na maelfu ya wagonjwa ambao wamekuja wakatibiwa wakaenda nyumbani, hawasemi kitu, wamenyamaza. Na naweza kuambia kama hii mwezi wa 9 hii hospitali wanasema imefungwa ya Kiambu Level 5, kumezaliwa watoto 800 deliveries. Kuko na madaktari mule ndani. Siku ingine tumeenda Thika, hata jana tumekuwa huko. Kuko na wagonjwa kama 300 ndani ya hospitali. Kuna madaktari wanafanya kazi. Matokeo ya pili, ukiingia hospitali unaweza kuwa wewe ni mgonjwa sana kupita kiwango cha hiyo hospitali. Unapewa barua ama unawekwa kwa ambulance, unaambiwa songa, enda referral. Matokeo ya pili. Matokeo ya tatu, tunaweza poteza hiyo mgonjwa. Ameweza kuwa ni mgonjwa sana, tumeweza kuwa tumepoteza maisha. Katika hizo matokeo zote ziko Kiambu kabisa. Sasa ile kitu uongo ni kwamba ile namba imepoteza maisha. Ati ni tofauti saa hii na ile wakati walikuwa kazini. Utakuta tena Rashid, kwa hizi matokeo zingine saa hii ni mzuri kuliko wakati walikuwa kazini. Hiyo tunaita trend. Sasa mimi nitakupa nafasi kidogo tu ili uweze, manake mtu muongo wakati mwingine ni umpe ukweli ndio uongo wake uonekane. Kwa sekunde tu moja ama kwa dakika moja, ni vifo vya watoto wachanga wangapi tangia siku madaktari wachukue wagome ambao vimefanyika hadi kufikia sasa? Tupe ile namba ambayo ni ya ukweli kutoka kwako. Ni watoto wangapi wachanga ambao walipoteza maisha yao? Sasa nikikwambia ukweli, tumekuwa jana tunaangalia hizi takwimu na chama ama board ya wasimamizi wa hospitali KMPDC. Wameangalia zile file. Wao wenyewe wataongea, lakini ujumanipea sekunde moja tu nitakwambia hivi. Nipe namba. Alisema hakuna tofauti ya saa hii na ile wakati kazi ilikuwa inaendelea. Katika matokeo ya matibabu yetu Kiambu, kwa kila wagonjwa kama 1000 wenye tunaona, tunapoteza kama watu 10 kwa wale 1000. Na ni sababu gani? Sababu ugonjwa pengine imekuwa kubwa, wakati ingine matibabu ugonjwa imezidi matibabu. Na wakati ingine unakuta kwamba hata ile hali mgonjwa amekuja nayo hakuna kitu inasafanya. Sababu hospitali zetu 2 kubwa, Kiambu Level 5 na Thika Level 5 ni hospitali za rufaa. Zimesupport hospitali zingine kama 10 kila moja. Alafu zimesupport my region kama 2-3. So kuna wale wanatibiwa huko, wamepewa matibabu imezidikana, wameletwa. Wakati amefika, wakati ingine hata sisi tunashindwa. Kwa hivyo ukiangalia namba zetu utakuta kwamba kwa kila 1000 saa hii tunapoteza kama watu 8. Lakini namna idadi kamili ya namba walio idadi kamili ya 130 120 hapana. Lakini yenu ambao mlipata ni kama wangapi? Baada kupitia hiyo takwimu ya kati ya watu 1000 10 wanaweza kupoteza maisha. Umeona ni watu wangapi ambao wameweza kupoteza maisha? Sasa ndio nakwambia tumepoteza kama 8, 10, 12 hapo. Kwa kila kituo, kwa kila mwezi. Kwa kila mwezi. Na tutazidi kuweza kuzungumza. Na shukuru sana jinsi ambavyo unaeleza Daktari Patrick Nyaga, na naona kwamba pia vile vile Pauline anafuatilia kwa karibu na ndugu yangu Tom Nyakaba na lakini kama mmeweza kumsikiza vizuri Daktari Patrick Nyaga ameweza kuonesha kwamba hawaelewi watu wa KMPDU. Nafikiri kama mmeweza kusikia hawaelewi hao watu wa KMPDU watakaje ama wanafanyaje, kwa sababu mnaelewana hivi, asubuhi mnaamka mnawaambia madaktari nendeni, baadaye mnekaa katika vikao, kuna ajenda 12 mmeelewana, imefika wakati kila Daktari Miskela mtie sahihi, mnakimbia, mara mnaonekana mahakamani. Miskela, mna shida gani na kaunti ya Kiambu? Asante sana Rashid kwa kunialika hapa. Lengo langu leo ni kuhakikisha kwamba ukweli umedhihirika ili uongo ujitenge. Na jinsi umeona waziwazi, hata ukimpatia mwenzangu hata saa moja, hata kupatia takwimu ya idadi ya wale wamekufa, kwa sababu hana, uwezi kuja na kama ako nayo anaibika kuyasema. Sababu gani? Kama unasema takwimu yetu si sawa, si sawa kwa sababu unajua, wewe sema yako. Naelewa hivyo.
Hawajasema kwa kila kituo watu 1000. Hapana. Naam. Hawa ni binadamu walikuja hospitali. Faili zao zimo. Kwa nini usihesabu 1 2 utuambie hesabu ya plus tuambie takwimu ni ngapi? Kwanza, madaktari wa Kenya si wenda wazimu. Tunatoka hapa nchini. Wale watoto wenu mlibeba katika mabega kwa shangilia wakipata airplane. Most disciplined. Wenye kuna nidhamu kuu. Wakasomea miaka 6. Wengine kaenda masters miaka 8 ili kusaidia binadamu. Leo hii inakuwaje kwamba hao watoto wenu, hao ndugu zenu wamekuwa wenda wazimu mpaka wanawatoroka pale hospitalini kuacha mkufe? Hao wagonjwa wenye wanasema tunawajua kwa washinda. Hao kwa maofisi wanasikia vizuri. Huyu mama nimemfanyia clinic, nikimwambia kuja aje azae September. Akuja nikose limita atanipigia simu, hata pigia Dr. Nyaga simu. So ukiona daktari ametoka hospitalini kuna sababu, na sababu ni hili. Mwaka jana mwezi wa 5 tulikaa chini na kaunti ya Kiambu tukaafikiana maneno ambayo madaktari walikuwa wasikia inawajaribu kidogo inawatatanisha katika kikazi. Na Kiambu wakasign nao agreement, ikapelekwa court kama court order kwamba wangeyatimiza hayo malengo. Na ile yenye ilifaa kuchukua the longest was 90 days, ilikuwa mambo ya promotion, ilifaa kuisha around September. Yeah? Na jana ukimsikiza governor alitulindikizia mazuri tena sifa nyingi sana, miezi 7 bila mama kukufa, the best healthcare. These are the very very same doctors leo hii wamekuwa wabaya mpaka wameacha wagonjwa, wenye wamezuia vifo vya mama mpaka inasemekana huko New York. Mwaka huu tukawauliza hapo mapema kabla mwezi wa 5 kwamba yale mazungumzo tulikubaliana, tuliafikiana, hamjayatimiza, tufanye vipi? Bado hapa tuko na madaktari wagonjwa wenye wako na magonjwa ya saratani hawana medical cover. Kila mwezi wakienda chemotherapy tunawachangia. Wanaambiwa si SHA imewa lock out, employer hajaremit. Tunachangia mgonjwa daktari kuna stage 4 brain tumor. Na walikuwa kadhaa. Hapa bado kuna medical cover nyingine county imeleta yenye tulichallenge hata koti yenye kabla uonekane unapiga simu ili wapeane permission. Lakini wao wenye daraja ya juu they have good cover. Daktari hana hiyo cover. Hapa bado kuna mambo ya promotion. Wewe ni consultant, unaambiwa kwamba hujaqualify kukuwa promoted. Lakini ile kazi unafanya ni kazi ya consultant, lakini kwa mshahara ni kazi ya medical officer. Lakini wakiadvertise kuandika mtu kazi, wanaandika katika job group yenye inafaa ya juu. So imagine leo hii nimefanya kazi hapo miaka 5 bila promotion, niko job group M. Na wakiadvertise kuhire another gynecologist, wana hire at Q. Maybe somebody younger than me. So nakuaje kwamba mimi nimekaa na nyinyi miaka nimesaidia wamama kusaidia kuzaa, umeniacha hapa, lakini you know the right thing to do na una advertise, because if you advertise katika lower job group hawatachukua hiyo kazi au wageni, hakuna promotion. Hii ndio ile Kiambu moja ambayo mnaweza kama miezi 3 bila kuona mshahara, na mnaambiwa kwamba ni exchequer amechelewa Nairobi, kaeni tu. Na ile Kiambu iko Nairobi, hapa rent unalipa, watoto wako shuleni amlipwi. Hii ndio Kiambu yenye loan yako wanakata na wapeleki kwa bank huko CRB. Policy yako ya mtoto ya insurance wapeleki policy na elapse. Umekuwa uwezi, you can't third party deductions hata ya retirement hawajafikisha. Hii ndio ile Kiambu moja bado yenye kila siku ikikosana na mkubwa wako transfer mara 3, unaenda hii Ruiru, mtoto anaanza shule mpya, umetumwa Tigoni, unakaa Tigoni umetumwa Thika, just to punish you. Na kila siku mkienda pale kuzungumza nao kona. Mikutano hawakuji. Makubaliano hawatekelezi. Kuna kitu amesema Dr. Daisa amesema kwamba kuna vikao vilifanyika kama 12 kama nafikiri naweza kumbuka. Hiyo sema katika hivyo vikao vilifanyika ilifika mahali nyinyi mkaelewana nao. Haya, wacha nifike hapo sasa. Wacha niaje story mingi. Hiyo ilikuwa ni kwa nini tulienda strike. Strike imeanza. Kila uchao unafanya mkutano, story tu. Hawakuji mkutano. Kuna siku mpaka waziri wa afya Honorable Duale akapigia county governor ati kana watu hizi maneno mnaweza tekeleza. Governor akatuambia tuende kwa ofisi yake. Siku mzima tunamngoja. Hakuwa ikanyaga. Hata juzi MCAs wa Kiambu wametuita mkutano. Hakuwa ikifika.
They cannot blame us. Na hata hizi vitu 10. Daktari Patrick. Na hizi vitu 10 wanasema tumeafikiana. No, it's a good thing amesema tumeafikiana. Kumaanisha kwamba kwanza amekubali kwamba walitukosea. Sasa tuko na strike kwa kimakosa. For them to accept that we agreed on 10 issues means that they know that they wronged us. Hiyo ni kwanza. Ya pili ni kwamba sababu kuu yenye Kiambu imefanya hata hii, ndio tumefanya strikes mingi nchini hata kaunti zingine. Sababu kuu kwamba strike ya Kiambu imekuja kajivuruta sana ikakuwa na nia mbaya. Kwa sababu mwajiri wetu ni mwajiri mnafiki. Mwenye nakukosea alafu anakulindikisia lawama. Walikata pesa ya union. Nyo kwa sheria employer member kisha sign unafaa kukata hiyo pesa uremit kwa union. Wao ukifikiri wanatupunish sisi wakastop. Wakatuambia ati madaktari wa sign a fresh consent fresh. Tukawapatia hiyo. Then ya mwisho kwa nini ya sign hiyo agreement? Kwa sababu kuna kitu inaitwa non-victimization. Kwamba mkishapigana mvurutani. Employer anasema kwamba niliwakosea, poleni, nitatekeleza, sina pesa saa hizi lakini mpatie siku fulani nitatekeleza hivi. Na sisi pia tunasema ndio mlitukosea na ndio maana tukaenda strike. Hatukuwa na ubaya wote sisi pia kama wafanyikazi, ile nguvu tuko nayo uwezo ni uwezo wa kutoa ile ajira yetu pale ili utusikize. So mkishakubaliana hivyo mnasema tusameheane tuendelee vizuri. Kiambu County ndio mara kwanza nimepata mwajiri ambaye anakataa kusign non-victimization clause. Anakuambia kwamba sitawadhulumu, sitawapunish sitawaadhibu kwa kwenda mgomoni, lakini sitaiandika chini. Sasa udhani mimi kama kiongozi wa madaktari mwenye niliwaambia tutoke nje mpaka watusikize, naweza peleka members wangu wa chama kichinjoni pale niwaambie kwamba hii simba haina meno haita kuuma. Kama watadhulumu wenzetu waandike chini non-victimization wakubali. Hata leo hii baada ya hii studio wakikubali hiyo clause nitamaliza strike in the afternoon. Kuna swali naweza kuuliza kwa sababu kabla niwalete ikiwa kweli kwamba ni kifungu hicho ambacho kimeweza kusalia, tuseme la ukweli, kwa sababu ameweza kuunza kwamba kuna mengine mkuu mshakubaliana, amekubali yeye mwenyewe na umesema, na ikiwa ni kifungu cha kwamba tunarudi kazini lakini sio tutaanza kuadhibiwa kwa sababu tuliweza kugoma, ili pia maslahi ya daktari yawe yamelindwa, na itakuwaje imekuwa na ugumu wa kutia sahihi kifungu hichi wakati ni ukweli Patrick kwamba kuna watu ambao wanataabika? Je, kwa kujibu tu swali, kuna ugumu wa nyinyi kutia sahihi kifungu hicho na kwa nini pengine? Kitu ya kwanza, hiyo mambo yote ameongea ni yenye ni ingine kati ya zile 10 tumesikizana. Kwa hivyo kuna haja ya kuyaleta tena studio. Mimi nazungumzia non-victimization ndio nakuja kwake. Amesema kauli nzuri ambayo ya matumaini. Amesema endapo kama hicho kifungu kitatiwa sahihi, hata kama wewe uko hapa studioni, anaweza tangazia Wakenya kupitia runinga season ya kwamba hapa studio maisha. Na mimi nauliza, je, kuna ugumu wa hicho kipengee kutiwa sahihi? Maana ako tayari kumaliza mgomo ndani ya maskani endapo utamhakikishia kwamba wacha niongee na watu tutie sahihi. Je, inawezekana? Wacha nikwambie Rashid, tumefika hiyo kiwango safari 3 katika hii mazungumzo. Mara 3 tumefika katika kiwango cha tumekubaliana kila kitu, tuweke sahihi. Simu anapiga. Yeye mwenyewe amekuja mara moja katika mara 12 kwa hizo. Kuna grupu zingine kila wakati ukienda mazungumzo unatumiwa wazungumzaji wapya. Kila wakati unakuta ni wengine. Wakati mwingine tuko mazungumzo, wengine wako mgomo. Wako maandamano. Wakati tuko mazungumzo, wengine wako kotini. Sasa unaona una deal na group mingi. Sasa mahali tumefika. Tuko tayari. Tuko ready. Tuko sawa kusign hii agreement. Na hiyo clause. Kwa hii clause ya victimization. Ile taswishi inaingia. Katika constitution, na nitauliza kama uko na support ya Google. Google Kenyan Constitution chapter, I think part 236. Just COK 236. The word victimization of a public officer imewekewa definition na ikawekewa mipango yake na ikawekewa vipengee 4 ambayo public officer hapaswi kuwa victimized nayo. Chapter 236 Constitution of Kenya. Tukasema chukua hiyo kipengee vile ilivyo pale kwa sheria,
wekelea kwa hii agreement, tutasaini. Nikwambie saa hii, wakifanya hivyo kabla nitoke hapa, wakubwa wangu watakuwa wamesaini. Unajua Rashid, So, Wacha nikwambie Rashid, hiyo ndio unasikia kwamba mtu akiwa na nia mbaya, negotiating in bad faith. Katiba yetu tunajua vizuri kwamba ni kielelezo tu, inakuonyesha guiding principle of the country. Unataka kuniambia leo hii katiba imeandika victimization clause ya strike katika katiba? Number 2, we have done over 100 strikes hapa nchini. Hiyo part inakuwa tu standard, you just reproduce it in every other national strike. No. Kwani leo hii ndio Kiambu wamekuwa professor magwiji kwa sheria wanataka ku invent the wheel? Chaguo ni hivi. Either county ya Kiambu ikubali kwamba walitukosea na wako tayari kuyatekeleza, na hizo vitu mingi unasikia wanasema wametekeleza, kutaka kujua kwamba ni uongo. Tulikuwa madaktari 300 kabla ya strike. Sasa hizi wameajiri around 50 to 70. Na mtu anakuambia kama these 70 doctors wanafanya kazi sawa sawa, then kwa sababu gani tukaenda strike kusema kwamba kuna shortage if the 70 was just enough? Swali nitakuuliza Ms. Kela. Amesema kwamba katika yale mapendekezo tupate suluhisho kidogo kabla tuweze kuwaleta wageni wengine studioni na wachangie. Kukichukua kile kifungu kama kilivyo, ukileta katika wale makubaliano yenu, kwani nyinyi mnaona kwamba bado kitakuwa kijalinda maslahi ya madaktari? Kwa sababu katiba ya Kenya imesema huwezi kuwa umedhulumiwa kijinsia, kikabila, kirangi. Hizo ndio vitu nataka tuweke katika return to work formula. Katika clause yetu zenye tumetumia katika employers wengi kwamba hutakatalia mshahara ya mtu, hutamshukisha ngazi, hutamdemote, hutamtransfer bila sababu ya maana. Unaelewa? That's what we mean. Don't demote, don't transfer arbitrarily, don't fire. Lakini wao wenyewe wamezungumza pia, bado lazima wajue kwamba pia we live the society. Wao wenyewe ndio wamesema kwamba ile this is now privately watuambia kwamba ile shida kubwa sana, kwa nini hawezi kubali hiyo? Kwamba hii pesa ya kulipa hii mshahara waliishikilia ndio hawana. Kama tunaweza kubali watu ulipe overtime, labda watakubali. So they just try to twist. They know the fact. Kama mna pesa ya kulipa hizi mshahara yenye mlishikilia, labda mlitumia kufanya kazi nyingine. Semeni tu hivyo, tukubaliane kwamba you can spread it over 2-3 months. Wakenya wache kuteseka. Hii mambo ya takwimu, we don't care about the numbers. If your numbers according to you ni ya kuonyesha kwamba nothing has changed. Leo yule mama tuliona kwa news ya jana usiku, mtoto wake amekufa. Do you think anajali kwamba kuna wengine 20 walipona? Yake ni huyo mmoja mwenye alifariki ndio inamuumiza roho. Those figures represent lives. Leo hii wamama wamekufa Ruiru, wengine mmoja amekufa Kiambu, wengine wamekufa Thika. Utaambia huyu bwana kwamba out of huyu mmoja amekufa 800 delivered. You can't do that. And that's why we must stop playing politics na maisha ya watu. Kuna swali nataka kuweza tujiulize sisi, alafu tutafakari, tukirudi niweze kuwapa pia nafasi za kushaka. Mnahisi vipi tukiwa tuko hapa tunazungumza kuhusu watu kutaabika na afya, na katika yale mambo mlikuwa mnaweka kwenye meza, lile ambalo limefanya kwamba msitie sahihi mkataba kuvutana ni masuala ya kulinda haki za daktari na nini? Yaani kwamba nitaendelea kuteseka mimi na mama yangu Thika, ataendelea kuteseka, lakini kile ambacho kimebaki ni kitu ambacho kinachukua dakika 5 mkikaa na mkaafikia na mkaweza kutia sahihi. Je, nikienda mapumzikoni kwa hivi sasa mnaweza kama mkajadiliana na tukapata suluhisho? Mtazamaji, nipe nafasi katika mapumziko mafupi nione kama Daktari Patrick Nyaga na Daktari Dennis, banake sioni kama kuna shida kubwa sana mahali ilipofika. Mimi naamini ni kwamba Daktari Biskela anataka kulinda maslahi ya madaktari, na pia kama nimemsoma Daktari Patrick hataki kujiingiza mahali ambao pia naye patakuwa pabaya katika siku hizo. So, kila mtu anataka ni mjanja. Ni ile msemo kwamba nani ambaye atamfunga paka kengele, nafikiri ndipo ambapo lakini mbali ya hayo kuna watu wanataabika hospitalini. Mbali na hayo pia kuna watu wanasubiri huduma hospitalini. Nafikiri ni muhimu sana tupate suluhisho. Tuwapa kama dakika 5 za mapumziko. Tukirudi mtuambie, je, mmepata suluhisho? Tuzungumze kesho na kesho kutwa Kiambu ama bado? Clause hii ndio itafanya sisi tuone mahangaiko kwa kaunti ya Kiambu. Mtazamaji, tia dua, labda tukirudi huenda tukapata suluhisho baada ya muda usio mrefu.